Amen. Unaweza chukua kiketi chako cha baraka, na ninakutangazia ya kwamba wewe ni zaidi ya mshindi. Maana yule ambaye umebeba, yule ambaye amekuita, yule ambaye amekuchagua hana historia ya kushindwa. Bwana asifiwe. Ameshinda kila vita na ameshinda hata kwa shetani. Bwana asifiwe. Na ile kitu ya mwisho Yesu alishinda ni kifo. Bwana asifiwe. Maana hiyo ndio ilikuwa ile mtihani kali kabisa, na Yesu pia alishinda. Alikaa siku 3, na hata wakati amefufuka alienda mpaka kule chini. Na kwa hivyo Bwana ni mwema na ni mwaminifu katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika ibada ya impartation ya katikati yetu ya wiki. Bwana kubariki kwa sababu ya kujitolea. Tumejitolea good number, na kwa hivyo nashukuru Mungu nikiwaona katika jina la Bwana. Wakati unasikia neno la Bwana ni kumaanisha litaweza kukumulikia. Maana Daudi alisema katika Zaburi ya kwamba neno la Bwana ni taa ya miguu yangu. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati neno limepungua katika maisha yako, kuna giza ambayo utashindwa kuiondoa. Kuna giza ambayo itakulemea. Inaweza kuwa ni upande wa biashara, inaweza kuwa ni upande wa kifamilia, inaweza kuwa ni upande wa kiroho. Kuna giza itakulemea. Bwana asifiwe. Maana neno la Bwana huwa linanenea familia, linanenea biashara, linanenea kazi ya mikono, linanenea future yako, linanenea ile mambo unapitia, linanenea kila kitu katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Na ndiposa ni vizuri kila wakati unalisikia hilo neno, ili kama unapitia katika maji mengi unajiuliza Mungu amesema namna gani. Wakati nitakuta ninapitia katika maji mengi, wakati unapitia katika moto, Mungu anasema namna gani? Ni akina nani katika Bible walipitia katika moto? Ni Shadraka, Meshaki na Abednego. Walifanya nini ndio washinde? Hiyo unasoma katika Danieli na unaona vile walishinda. Bwana asifiwe. Ni nani alitembea juu ya maji? Unaona Peter akiitwa na Yesu na akaweza kushikwa mkono. Kwa hivyo neno la Bwana huwa lina minister linatushauri katika maisha yetu ya kiroho na hii maisha ambayo tunaishi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni vizuri uwe na neno, ujue ni promise gani ambayo inaandamana na lile jambo ambalo unapitia. Sema amen. Ni vizuri kuelewa ni ahadi gani ambayo inaandamana na ile season ama yale majira ambayo ninapitia katika jina la Bwana. Kuna wengine hapa wanapitia katika majira ya ukosefu. Bwana asifiwe. Yaani kiroho ukijipima unasikia uko sawa, lakini upande wa finances unasikia kama Mungu atakuja, asikuja upande wa kiroho, akuja pande hiyo. Bwana asifiwe. Unastahili kuelewa wakati kama huo Mungu amesema namna gani. Unastahili usome hadithi ya wana Israeli 40 years in the wilderness, hakuna shamba, walienda wakapanda na walikula na wakashiba. Bwana asifiwe sana. Because God provided in the name of the Lord. Kama sasa wengine wanapitia katika wilderness, mtu akiwa wilderness anafanyaka namna gani? Ni kuomba sana na kujiachilia katika jina la Bwana. Maana ukiwa katika wilderness, Mungu anaweza kuambia asubuhi amuka. Amen. Enda hapo ije asubuhi, nimeachilia maana. Kwa hivyo lazima uwe makini katika jina la Bwana. Kwa hivyo nimeokoka na ninashukuru Bwana jioni ya leo. Ninataka kunena kuhusu God has not given us the spirit of fear. Huo ndio ujumbe wangu. My sermon is entitled God has not given us the spirit of fear. Yaani Mungu hajatupatia roho ya uoga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ukaelewe maisha yako yote hapa chini ya jua, yule roho ambaye umemwagiwa, yule roho ambaye umepatiwa, yule roho ambaye umejazwa naye, maana ni roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Sio roho ya watu wenu, sio roho wa mtu mwingine. Umemwagiwa ama umepatiwa roho wa Mungu. Na ndio Yesu akaambia wanafunzi wake, inanibidi nirudi mbinguni mahali ambapo nilitoka, na kuna ombi moja peke yake nitaweza kumuomba Bwana, akaweze tu kuachilia roho. Amen. Ili akaweze kuwaja. Na ndio imeandikwa katika Matendo ya Mitume 1 na ule mstari wa 8 ya kwamba huyo roho atakapokuja mtapokea power katika jina la Bwana.
Praise God. Kwa hivyo ni vizuri ujikumbushe na tukumbushane yule roho ambaye tumepatiwa, sio roho wa uoga, katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Na tutasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa chapter 1 and verse 7. Timotheo wa pili, barua ya Timotheo wa pili mlango wake ni wa kwanza na ule mstari wa 7. Maana Mungu hajatupa roho ya woga, bali roho ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana asifiwe sana. For God did not give us the spirit of timidity or cowardice or fear, but he has given us the spirit of power, the spirit of love and of sound judgment and personal discipline, abilities and resort in calm, well-balanced mind and self-control. Bwana asifiwe. Unaona, kwa kimobo imeweza kuelezewa vizuri, na haya maneno ni Paul anaongea na mtoto wake ambaye anaitwa Timotheo. Anamwambia Timotheo, wewe ni kijana, ndio umeweza kuingia kwa huduma. Bwana asifiwe. Mimi nimekuwa kwa ministry miaka mingi kama baba yako Paul, wewe ndiwe unaanza, lakini nataka uelewe yule roho ambaye umepatiwa, yule roho ambaye umepokea, yule roho ambaye ulibatizwa naye, sio roho wa uoga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri uelewe, anytime you fear, ni vizuri uangalie kama roho wa Mungu amehama. Bwana asifiwe. Maana hauwezi kuwa na fear na ukaweza kuwa na nini na faith, na opposite ya faith ni fear. Kwa hivyo ni kumaanisha anytime you find yourself ukiogopa, ni kumaanisha sasa imani imeweza kurudi chini. May God help us in the mighty name of the Lord. Na kwa hivyo nataka nikaweze kuonyesha ni nini huwa unaweza angalia ukaweza kujua umefamiwa na spirit ya fear. Kuna mambo unastahili kuona, kuna mambo tutaangalia tuone, tukaweze kuelewa wewe umefungua mlango wa uoga katika maisha yako. Number 1 ama ni kuwa na anxiety, ile masumbufu. Bwana sifiwe. Anxiety ni ile kusubuka. Na ukisoma katika Philippians, I think kutaniwekea, I think Philippians chapter 1 and verse 6, Bible inasema ya kwamba be anxious for nothing, be anxious, musisubuke kwa jambo lolote. Kwa hivyo anxiety ni ile kusubuka, yani unasubuka na kesho azere na ujui kama hata hiyo kesho utaiona. Yani unasubuka na biashara yako na hata hujui ni nini Mungu ameipagia kesho. Bwana asifiwe. Yani wewe unasubuka na watoto na kuna mwingine anasubuka kwa sababu hana watoto. Bwana asifiwe. Wewe tayari umepatiwa na unasubuka na wao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati umefamiwa na spirit of fear, anxiety ama kusubuka, huwa sasa kunaingia. Na ni vizuri sana uangalie maisha yako. Amen. Musijisubue kwa jambo lolote. Don't be anxious or worried about anything. Ni kukanywa tunakanywa. Bwana asifiwe. Ya kwamba tusijisubue kwa jambo lolote. Mkristo hastahili kujisubua. Amen. Unastahili hilo jambo ulikabidhi Mungu na umwachie atende kile anataka kutenda katika jina la Bwana. Sema amen. Kwa hivyo msijisubue. Kwa hivyo anxiety ni hiyo kujisubua. Unajisubua na mambo ambayo huwezi. Unajisubua na kesho na ujui kesho Mungu amekupagia nini. Unajisubua na kazi na hata pengine Mungu amepanga kitu kikubwa kuliko hiyo ambayo unafikiria. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nimewaonya kama nabii wenu katika jina la Bwana, msisubuke. Don't be anxious in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tusijisubue kwa jambo lolote. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna mambo ambayo inafanyaga mtu asubuke. Ambia mwenzako nimekataa kusubuka in the mighty name of the Lord. Lazima ukatae by fire by thunder katika jina la Bwana. Praise God. Mungu hajatupatia roho ya uoga. Mtu akiwa na roho ya uoga ndio huwa anajisubua. Kwa hivyo ni vizuri ujipime. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mjisubue kwa lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusali. Kwa hivyo mlango umefunguliwa. If you find yourself you are anxious
and you are worried about anything, Bible inasema but in everything, in every circumstance and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Yani hiyo jambo ambalo linakusumbua, linafanya spirit yako ikose kutulia, Bible inasema uendelee kumuomba Bwana. Bwana asifiwe, na kumjulisha that specific request ambayo uko nayo, na yeye atajishughulikia katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo fear inaletaga anxiety na pia inaletaga worry. Unaona Bible pale inasema don't be anxious or worry, mujisumbue kwa jambo lolote, lakini ya Kizungu imetaja anxious and worry. Worry ni hiyo kuogopa, unakuwa na roho ambayo haijatulia. Bwana asifiwe. Ni nini kingine unaweza angalia katika maisha yako ujue ya kwamba umefamiwa na spirit of fear? Ni avoiding responsibilities, yani unakataa yale majukumu ambayo ni yako. Bwana asifiwe. Yani unaona mtu anakataa jukumu lake, hata kwa kanisa, hata katika familia, hata kwa kazi. Umeajiriwa, unaitwa na mkubwa wako, na wewe unasikia unaitwa na huitiki. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha umefugua, na hii shetani huwa anatumia sana. Bwana asifiwe. Unajua watu hawajuagi, anytime you fear, ni kama vile tunasemanga pombe huwa inafungua milango mingi sana. Angalia yule mzee aliingia kwa kilabu, alisema yeye hataguza mwanamke, yeye atatosheka na kwake, lakini akiingia kule kando na pombe, kuna mambo ingine itakuja. Bwana asifiwe. Kuna mambo ingine huwa inafuata, unakuta hiyo familia inaanza kuyumbayumba, maana zile hela zinatumika kule zigeripia mtoto karo. Kwa hivyo mtoto atafukuzwa, na sio kumaanisha ya kwamba Mungu hakuwa amepatiana pesa, lakini ilipelekwa wapi? Ilipelekwa pande ile nyingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona mtu akiingia huko kwa pombe, kuna mambo mengi sana kando na hiyo kubwagia pombe huwa ambayo inafuata, nayo fear inakuwa namna hiyo. Anytime you fear, kuna mambo mengi sana inakujaga. Unakuta ya kwamba even you start to doubt God, unaanza kuuliza kama Mungu yuko. Bwana asifiwe. Hata unaanza nitawafundisha tukiendelea, avoiding responsibility and even making excuses. Bwana asifiwe. Yani uko na visababu mingi, ukiulizwa kwa nini hukufanya jambo fulani, your life is full of excuses. Umejaa sasa ni kwa sababu hii. Bwana asifiwe. Nisalimieni katika jina la Bwana. Hiyo inakuwaga ni sign ya fear, na imejificha sana ili isijulikane, kwa sababu adui vile ako, the devil is so cunning. Bwana asifiwe. Alijua akienda kwa Adam hata muweza, akapitia kwa Hawa, akamuuliza ate Mungu alisema ate msikule miti yote. Mungu alikuwa amesema hivyo, lakini alimuuliza ate Mungu alisema msikule miti gani? Unaona, aligeuza Bible akaenda naye huyu, kwa sababu mama ni mkaribishanaji, si amekaribisha huyu bila kujua ni shetani. Akamwambia hapana, tuliambiwa tukule matunda yote, lakini ile na ile tuliweza kuonywa. Akamwambia hamwezi kufa, hamwezi, si hata hii ingine mmekula. Sasa wakaongea namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri Mungu akusaidie usiwe mtu wa kupatiana excuses in the name of the Lord. The spirit of fear inaletaka restless spirit, ni ile roho ya kutotulia. Bwana asifiwe. Hata ukiwa katika doa yako, amen, unasikia kusoga ukienda. Hata ukienda kufungua kazi, kitu inakwambia leo singefungua. Sasa kwa nini usifungue? Utafanya nini na Mungu amekubariki na kazi? Kwa nini unataka uhesabiwe na wale watu ambao hawana kazi? Enda ufungue katika jina la Bwana. The spirit of fear inaletaga restless spirit, ile roho ambayo si ya kutulia. Na ndio ukisoma katika gapi hii Psalms 23 verse 2 and 4, Bible inasema he leads me in green pastures and he leads me in the still waters. Yeye uniongoza katika majani yaliyo nini? Yaliyo mabichi, na kado ya maji ambayo yametulia. Bwana asifiwe sana. Kwa roho yako wakati haijatulia, ni kumaanisha iko mlango ya fear ambayo imefunguka, na mimi nimekataa kuogopa katika jina la Bwana, maana yule ameniita haogopagi. Amen. Na ndiposa ukisoma Bible kila wakati, hata aliambia Jeremiah usiogope nyuso zao.
hunilaza katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji matulivu huniongoza. Hata Mungu haongozaki mtu mahali kuna dururumo kama ile ya Nyahururu. Si kuna ile tunaita Thompson Fall. Ukisimama pale unasikiaga kelele ya yale maji ambayo yako huko. Bwana asifiwe sana. Lakini Bible inasema ya kwamba yeye huniongoza, Bwana asifiwe, katika maji yenye utulivu katika jina la Bwana. Ninaombea roho yako utulivu katika jina la Bwana. Na ndio unaona katika Exodus chapter 15 na ule mstari wa 13 na 4, Bible inasema simameni na mtulie. Maana wakati Mungu aliangalia, aliona watu ambao hawajatulia. Maana kaangalia nyuma, Farao na majeshi wake ndio huo. Kaangalia mbele, bahari ya Shamu ndio hiyo. Kwa hivyo roho zao zikawa hazijatulia. May God give you the spirit of roho ya kutulia katika jina la Bwana. Na sio ile kutulia kukaa mahali pamoja. Sijui nitanena neno gani ya nyona Kiswahili sanifu. Ni ile roho ya kutoagaga. Unajua kuna roho tunaitaka na Kikuyu roho agithagathago. Inaitwaje na Kiswahili? Na sio confusion. Unajua confusion ni kuchanganyikiwa. Roho agithagathago ni nini hiyo na Kiswahili? I think ni kitu kama hiyo, although haigiani. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Mungu akusaidie utulie katika jina la Bwana. Utulie, ambia mwenzako utulie. Wakati haujatulia ni kumaanisha umefamiwa. Amen. Ndio Mungu ukisoma Exodus, niwekee hata hiyo tutasoma. Exodus chapter 14 and 15. Bible inasema ya kwamba Moses tell the children of Israel to stand still. Amen. To be quiet, to be calm, and they gonna see my salvation. Praise God. Kwa hivyo it is my prayer tonight in Jesus name, you gonna be calm. Utaweza kutulia. Bwana asifiwe. Roho yako itulie katika jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Ni kama sasa vile mama wakati anakorea kwa doa. Bwana asifiwe sana. Huwa sasa ukiwaangalia unawatamani. Bwana asifiwe. Nilienda nyumbani nikaona my dad hata sasa anafaa finyadha. Ile sasa amekata. Unajua mtu akianza kusereka Eric wanakuwa na mambo mengi. Inakato anatengeneza tu. My mama anakatakata boga na yeye anaambiwa my mama ati anamwambia kute ugali amepika. Na hakatai. Amen. Kwa sababu hawezi sema ataenda kuoleka akiwa na 75 na dada kona 80. Kwa hivyo sasa wanatulia. Huyu nilikuta wanagawanya hata sile siku huyu atafua nguo. Iko hiyo. Nisalimieni katika jina la Bwana. Yaani Musa akawajibu wa Israeli, msiogope. Waliambiwa sifanye nini? Maana ile kitu baya in life ni kuogopa. And there are people who are here wanaogopa future. Yaani unauliza na kesho itakuwa namna gani? Na watu wengine ile wanaogopa ni kukufa. The greatest fear upon human being ni kukufa. Kuna watu wanaogopaga. Na ndio ni vizuri ukaweze kuomba katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Watu wanaogopa kufa. Hebu sasa hapa usikia hata mtoto pale aende afanye kitu tusikie kama ni mlipuko. Uone vile watu watabomoa mabati wakitoroka. Utaona hiyo ni koti ya pasta. Huyo ni Eric amegoga mabati amegoga nayo, ameenda nayo. Ni kuogopa. Hakuna mtu anataka kuondoka. Bwana asifiwe. Na watu wengi wanaogopa haustahili kuogopa. Maana hata wewe sio kukufa utakufa. Wewe umeshida hiyo in the name of the Lord. Pigia Bwana makofi. Si Bible inasema katika Romans chapter 6 ya kwamba we were raised with him. Ya kwamba tulifufuliwa na nani? We were raised, we were buried with him and we were raised with him and you are seated with him. Tumekaa wapi? Wapi? Anaweza kufa na watu kana watu ambao wamekufa. Wakati alifufuka hata alifufuka na wewe. Sasa wewe mahali Yesu amekaa. Pigia Bwana makofi. Tumekaa na yeye mahali kama hapo. In the name of the Lord. So Moses said to the people, don't be afraid. Take your staff, be firm and confident and undismayed and see the salvation of the Lord. Yani simameni imara, msikaweze kuogopa, mtaweza kuona wokovu wa Bwana. Kwa hivyo I came to remind you, we came to remind ourselves,
God has not given us the spirit of fear. He has given us the spirit of love. Sema amen. He has given us the spirit of sound mind. Sema amen. Roho ya kuwa soba in the mighty name of the Lord. Sio unatafuta funguo na ziko kwa mkono. Sio unatafuta pesa fare, unaambia conductor ate umesahau. Alafu ukishuka gari unaona hata iko hapa kwa mkono. Hiyo ni conviction. Ambia mwenzako nakataa hii conviction in the mighty name of the Lord. Hii ni conviction. Unastahili kuwa soba. Yaani unatoa nguo zote kwa hanga, ate hujui uliweka pesa wapi. May God help us in Jesus name. Kwa hivyo fear inaletaga restless spirit, roho ya kutotulia. Bwana asifiwe. Na pia inaletaga anticipating the worst. Unaona kuna watu huwa wanafikiria mabaya yataweza kuwatendekea. Na wakati unajikuta ukienda katika hiyo kabarabara ya kwamba ukiamuka asubuhi, na mtoto akifukuzwa shule, na nyumba ikifungwa, na kama nitarohwa, yani hata hujasikia kuna mtu anarogana, hata ile plot unakaa, si watu wote wanaendaga kanisani Sunday. Na hii uoga imetoka wapi? Iko mlango umefungua. Bwana asifiwe. Maana fear ikiingia, mtu huwa anatarajia, unakuta mtu sasa anaangalia church, kwani watu hawakuji. Amen. Anaanza kuwa na fear. Kwa nini wasikuje? Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Praise God. Yani fear ikikuja inafanyaga mtu unexpected, ni ile kufikiria. Amen. Ni ile kufikiria, sio kitu iko, ni kama imagination. Vile unaweza imagine kitu itaweza kutendeka. May the Lord deliver you in the name of the Lord. Amen. Na pia fear inafanyaga mtu akaweza kufeel unloved. Wakati fear imekufamia, Bwana asifiwe, utajipima na usihi ya kwamba hupendwi. Unakuja hapa kanisani, kitu inakwambia tukimaliza ibada, pasa akimsema amen, ate ombi la Bwana nitakuwa kwa mlango, ndio uondoke. Maana kitu inakwambia haupendwi, kitu inakwambia you are not accommodated. Kitu inakwambia ndani yako ya kwamba watu hawakujali, they don't care about you. That is the spirit of fear ambayo umefungua mlango. Bwana asifiwe. Na mimi ni mshuhuda. There was a time nilijikuta hiyo. I remember wakati Obonyo yule alikuwa redeemed. Wacha huyu alikufa, huyo ndugu yake mkubwa wa Candle Praise. Wakati huo ndio alikuwa ametoka redeemed. Tuna ushirika wa pastors. Hiyo ni mwaka wa 2001, before tuchague Kibaki. Tulikuwa tunaenda fellowship hapo ya wachungaji. Alikuwa ameweka hema pale Haile Selassie hapo kwa Ng'ang'a pande hiyo ingine ya Uhuru Park. Na wakati huo mimi ni mdogo, nimetiwa mafuta na Bishop Betoga, sijaoa, na ninaenda na wazee wakubwa, lakini wananiita katika mikutano mikubwa nihubiri. Nikiwa kitu kijana mdogo na nikihubiri, Mungu anajitukuza. Hiyo ndio ile kitu inakuwa inawatia nguvu sana. Bwana asifiwe. Lakini kuna roho ilikuwa inaniambia sikubariki. Kwa hivyo tukimaliza, amen, nilikuwa sasa ninatafuta the nearest door nikaweza kuondoka. Alafu ndio nivuke barabara nikatafute gari ya kurudi Huruma. Kitu ilikuwa inaniambia sipendwi. Mpaka ule wakati nilisema hapana. Si watu wakimaliza naonaga hawa wamesimama pale wanaulizana ibada ilikuwa namna gani. Nikajiuliza nini, kwani mimi nakuwa namna gani? Nikaanza kubaki, nikaona hata watu hawakuagi wananichukia, ni mimi nilikuwa nimefungua mlango. Bwana asifiwe. Nisalimieni katika jina la Bwana. Kwa hivyo wakati umefamiwa na spirit of fear, inakwambiaga hupendwi na inaletaga rejection. May God help us in Jesus name. Na kwa hivyo hata wakati fear imekuingia, you avoid fellowship. Yani huwa unajiondoa kwa ushirika. Kujiondoa kwa ushirika ni kumaanisha kwamba hutaki kushikia na watu wengine. Unasikia mtu akisema hata anaweza abudia kwa nyumba. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni yako na sio bibliko katika jina la Bwana. Mungu amesema katika Hebrania 10:25, tusiwe na tabia ya kutokutana kama wale wengine. Bwana asifiwe. Hakuna ibada utafanya nyumbani ate useme ulikuwa church. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Mungu ameamuru tukutane na tukule meza ya Bwana na tuabudu pamoja na tumsifu pamoja katika jina la Bwana.
Praise God. Kwa hivyo sasa, wakati Mungu aliangalia wana Israeli, akaona wamefamiwa na roho ya uoga, yeye anaambia Musa ya kwamba awaambie wasiogope, wasimame imara. Yaani kwa njia nyingine anawatuliza. Anafanya nini? Anawatuliza. Na hivyo ndivyo Mungu anafanya jioni ya leo. Amenituma nitulize your spirit. Maana unasikia ya kwamba kuna mambo mengi sana ambayo inaendelea. Hata wengine you are doubting God. Unauliza Mungu kweli unakuaga? Ambia mwenzako Mungu anakuaga na ataendelea. Maana yeye hana mwisho. Bwana asifiwe sana. Yeye yuko na ataendelea kuwa. Bwana asifiwe sana. Hata before you were born, yeye alikuweko pale katika jina la Bwana. Kwa hivyo akawaambia wasiogope, wakaweza kutulia, wasimame, waone wokovu wake katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Some people fear for the unknown future. Watu wengi wanaogopa kwa sababu ya unknown future. Yaani unasumbuka, yaani kesho yako itakuwa namna gani? Mtoto wangu akimaliza class 8, akimaliza grade 9, mwadhani nitampeleka shule na nini? Bwana asifiwe. Wewe mtoto ni ulibarikiwa naye na Mungu. Si amesoma lower primary, hata huko kwingine Mungu ataprovide in the mighty name of the Lord. Mimi nilijikuta hapo nikipeleka huyu kijana, nimepeleka Kori wakati nilikuwa ninampeleka pale Murang'a High Eli. Bwana asifiwe. Hata ni wewe tulienda na wewe. Tulienda visiting na amo, tulienda na Minister Anthony. Sasa nikaambia Mungu, nimemuigiza mwaka wa kwanza asiwe anafukuzwa. Bwana asifiwe sana. Nikaona mwaka ya kwanza imeenda, ya pili tukaenda hivyo, na nikamwendea katika jina la Bwana. Praise God. Na nikaona hata nilikuwa naogopa kitu hakuna. Bwana asifiwe. Maana Mungu aliprovide as per the need. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Mungu hangenipatia pesa yake kwani ameenda secondary. Kwa nini? Kwani Mungu sio Mungu wa mipango. Bwana asifiwe. Praise God. Wewe kama uko na pesa ya sukuma, enda ununue sukuma ukatekate na upike. Uambie Mungu unagojea ugali. Lakini hata wewe uchukue hatua yoyote. Unamwambia Mungu utawekelea pande hii na hii. Wewe wacha mambo yako. Praise God. Kwa hivyo you find yourself, you are fearing for a non fear. Some fear old age. Hata kuna watu hapa wanaogopa kuzeeka. Ambia mwenzako kuzeeka utazeeka. Unajua kuna ile kitu ambayo tunakataaga. Kuna mambo ambayo tunasemaga ni fact. Fact ni kumaanisha ya kwamba hiyo ni kitu iko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulienda mahali my dad wakati ameenda kwa kule, ametoa my mom. Shosho yangu nao ako 99 years. My mom sasa na my dad tuliwapeleka, hata Mrs. Pastor tulienda na wao. Sasa wakati my mom alisimama ako 70 something, akamaliza akakuja, akaniuliza kwani watu wamecheka kwa sababu pengine ya hii meno yangu sina? Kwani ninakaaje? Nikamwambia uko sawa. Nikaona Amos kuna fia konayo. Amen. Si anaona wale wengine. Bwana asifiwe. Na ndio unaona ni vizuri kufanyia Mungu kazi. That year to come utaniambia vile utakuwa unakaa. Sijaitaja mtu lakini utakuwa umeedaeda. Praise God. Kwa hivyo usiogope kuzeeka. Kula vizuri, kunywa maji mengi na ufanye vile unashauriwa, lakini kuzeeka utazeeka. Kwa hivyo usiogope ile kitu ambayo lazima itendeke. May God help us in the name of the Lord. Some fear old age and infirmities that come with it. Hata kuna watu wengine, unajua kuna magonjwa huwa inafamia watu wakifanya nini? Wakianza kuzeeka. Sasa mtu akivikisa 60 akisikia naumwa na hapa, anauliza inaitwa ape. Anasema ni hiyo. Si inakuaga hapa nazi. Somewhere around here. Unaguza unasema kama iko na shida. Hakuna, haiko na shida. Mumenyamaza namna gani? Kwani unaguza hapa? Men often fear failures and rejection. Kuna watu huwa wanafia kuanguka. Unaona kuna mtu ako na pesa ya kufungua biashara, anasema nitafungua next week. Anakula 1,000. Alafu ikifika next week
Anasema sioni ni kama nilisikia kuna El Nino itanyesha, wacha nigojee mwezi wa 4. Unakuaga na jua, unakula zingine 3. Hata wengine mnajitia nguvu na mistari, ate usiwe wa haraka kufanya kitu. Unatafuta ile mstari ile itakusufu. Wewe fungua biashara, ingia kwa market kama watu wengine. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Fungua, tuite tuiombe, wacha tupambane wakati umefungua. Bwana sifiwe. Kuna watu hapa wangekuwa bali, but because you are invaded by the spirit of fear, anything any time you plan to open a business, any time you plan to take a step in your life, any time unataka kufanya jambo fulani, unasikiaga fear ikikwambia hapana, it is not you, na unaona wale wengine wanaendelea. Bwana sifiwe. Hata kuna watu wako kwa doa, miaka imeenda, wanasemaga kwanza tutipata watoto, ate tugoje wakati utakuwa na pesa. Bwana sifiwe. Okay, siwashauri kwa sababu mimi sio counselor pande hiyo. Bwana sifiwe sana. Lakini kama mtoto atakuja, wacha akuje. Bwana sifiwe. Amen. Lakini usipate watoto bila mpango. Utuletee timu ya mpira hapa ya 12, alafu tuletee reservists 3. Hao ni 12, si timu inakuwa na 12. Reservists wanakuwa wangapi Amos? Ujui? Okay, ni vizuri pia kupaga. Unajipima, unaona sasa uko na uwezo. Hakuna haja. Okay, tuachane na hiyo. Pastor anaweza ongea mambo mengi. Tumepatiwa wisdom. Bwana sifiwe sana. Tumepatiwa nini? Wisdom. Ukipata wengi, hata ukituletea 20 ni vizuri. Hata wale wazazi wametuzaa. Kama kwetu tulikuwa 7 na nilisikia kuna moja alienda. Praise God. May God help us in the mighty name of the Lord. Praise God. Kwa hivyo kuna watu even some fear everything. Yani kuna watu hapa wanawapaga kila kitu. Amen. Na nikienda hiyo church nikose kusalimua na mtu, na nikihamia hiyo plot wa ugane wasiniongeleshe. Yani unafikiria mambo na Bwana sifiwe, unafikiria mambo ambayo haiko. Na nikiingia hiyo gari igogwe, okay, kitu inakwambia usikae kiti ya nyuma ndio ikigogwa, hawa kibodwa, ati wewe ukae hapa katikati. Ni nani alikwambia ukikaa katikati hata ndio utarusha vizuri? Ni via uko nayo. Ingia gari ile, kitu utakuta ikiwa mbele, kaa hapo. Bwana sifiwe. Kama wewe Mungu amekupatia miaka 8, hata ibigirike igie kwa mto, tutakutoa ukiwa salama katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo ni vibaya sana kuogopa katika jina la Yesu. Kuna watu wanaogopa kila kitu. Hata ukipigiwa simu na pasta ate fulani nataka kukuona, unasema sasa Mungu wangu, mtumishi amefunuliwa dhambi na makosa yangu yote, atanivukuza kanisani ama ataniambia nitoe dhabihu na sina. Yani unafikiria mambo mengi. Ni fear. Bwana sifiwe sana. Ni fear. Hata unaingia kwa hii kanisa unaangalia, unashindwa sasa tairo waliweka za nini? Yani unafia ya mambo mengi, unaogopa kila kitu. Hata ukikutana na mtu kwa ploti ya kusalimie, unamsuspect ni mchawi. Na hana shida, ni mama tu amehamia, anataka kuigiana na watu. Sasa si ukihamia mahali lazima utengeneze marafiki. Sasa akikuja kukusalimia, unamwambia tosheka mama. Unasema sasa mchawi amekuja kuniroga. Wewe urogwe na nani? Wewe huwezi rogeka. Bwana sifiwe. Watajaribu lakini hawawezi katika jina la Bwana. Damu ya Yesu imechanganyika na yako. Bwana sifiwe. Na ukirogwa itakuwa ni neutralize yote katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Fear has a quiet way of shrinking our vision. Ya kwamba fear, amen, inakuaga na kazi yake baba ya kusamisha maono na ndoto. Bwana sifiwe sana. Wakati fear imekufamia, ni kajia imefungua na mlango wa kusamisha maono yako na ndoto yako. Bwana sifiwe sana. Because you cannot continue to work out for your dream or your vision when the spirit of fear has invaded you. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo kile unafanyaga wakati unafia, unaasaga sasa kufikiria mambo mengine. Bwana sifiwe.
kwa sababu your mind and your spirit zinatolewa kwa maono na ndoto, zinaanza kusumbuka. May God help us in Jesus name. Kwa hivyo fear huwa inasamisha maono na ndoto, and it silences your dream. The spirit of fear, it can silence your dream. May God help you in the mighty name of the Lord. I declare your dream will not be silenced in the name of the Lord. Bwana sifiwe. Ninaombea ndoto yako haitanyamazishwa katika jina la Bwana. Praise God. And that why if you see this man called Joseph, baada ya ile mambo yote alipitia, hakukubali ndoto zake zifanye nini? Zifanye nini? Zikaweza kuzimwa katika jina la Bwana. You have a dream for your life. Sema amen. Continue to work out that dream in the name of Jesus. You have a vision for your life. You have a dream. Bwana sifiwe. Uko na maono, palilia hayo maono katika jina la Bwana. Overcome any fear in the name of the Lord. Praise God. Amen. Uside uoga wowote katika jina la Bwana. Because if you don't overcome fear, itinyamazisha hiyo ndoto. May God help us in Jesus name. The devil sows fear into people and then use it to control and intimidate. Yani the devil sows fear into people. Shetani ndiye hupanda mbegu ya uoga. Ndio, hebu niwekee Matthew 15:13. Is it? No. Matthew 13. Yes, 13:15. The Bible says, when men slept, the enemy came and sowed the bad seed. Bwana sifiwe. Wakati walilala. Amen. Adui alikuja. Niangalilie hiyo tutapata. Amen. I think hiyo nimesema ni ile imesema ya kwamba any plan, any seed ambayo Mungu hajapanda itang'olewa. Sasa niwekee ile inasema ya kwamba wakati walilala, adui alikuja usiku akapanda yake. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri ukaweza kuelewa, adui huwa anapanda mbegu ya uoga, na kama hutaing'oa na ukaweze kuiondoa, it will intimidate you, it will rule your life, na utakuwa in jeopardy. Lakini wakati kila mtu alipokuwa amelala, ambia mwenzako amuka kwa usingizi wa kiroho katika jina la Bwana. Anytime you sleep spiritually, unapatia Shetani platform ya kupanda mambo mengine. Na kuna watu hapa lazima tungoe mambo mengine in the name of the Lord. Na ile mbegu ya kwanza adui wakati umelala, usingizi wa kiroho huwa anapanda ni uoga. Anapanda uoga. Wakati mtu alipokuwa amelala, adui yake akaja. Adui wa nani? Sio adui wa jirani, maana kila mtu ako na adui. Na adui yako sio jirani. Adui yetu ni nani? Ni Shetani. Amelala, adui yake akaja na kupanda magugu katikati ya gano, akaenda zake. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds, resembling wheat. Yani ile amepanda ina resemble, inaenda kufanana nini na hii. Ukiangalia gano na dhawani zinafanana. Na ndio sasa, na kuna kuaga na hata hizo kanisani kuna kuaga na dhawani. Sasa kile Mungu huwa anaambia pasa asing'oe, anasema sikuwe pamoja. Yeye mwenyewe ndiye atakuja kugawanyisha, aweke dhawani pande na gano. Uliza mwenzako, wewe ni gano ama ni dhawani? Maana lazima uaguke. Huwezi sema hujui, lazima uaguke mahali pamoja. Bwana siwe sana. Ndio wanafunzi wakaenda kwa Yesu wakamwambia, waacha tusing'oe. Yesu akawaambia, nyinyi hamuoni zinafanana? Waacha sikuwe pamoja. Mwenyewe atakuja kufanya nini? Kutenganisha katika jina la Bwana. May God help us in Jesus name. Kwa hivyo adui huwa ana sow fear into people and then you say to control and intimidate. Ndio adui akucontrol hawezi ukiwa sober. Sema amen. Lazima kwanza aweke fear. Akiona umefungua mlango, umeshindwa kuresi, ikiingia aone sasa iko ndani yako, sasa anakucontrol. Anakuambia upedwi, usifanye hivi, usiende church, usitoe fungu la 10 utatoa next month, usiende church Sunday, rara, usitumie wazazi wako hiyo pesa unawatumiaga, haujazaliwa peke yako, hata hao wengine wanaweza wasaidia. Mambo mengi unahubiriwa. May God help us in Jesus name. Kwa hivyo fear manifests itself
in the absence of faith. Kama unaandika uandike, fear manifests itself in the absence of faith. Ya kwamba uoga huwa unajidhihirisha ama unaonekana wakati imani haiko. Bwana asifiwe. Kwa sababu imani ikiwa, amen, uoga lazima ondoke katika jina la Yesu. Fear keeps people in bondage. Nirudishe katika mahali tulisoma 2 Timothy 1:7. Kwa hivyo fear keeps people in bondage. Uoga unawekaga watu bondage. Nini na Kiswahili? Kwa vifungo. Bwana sifiwe. Kuna watu wangekuwa kubwa, lakini because of the bondage of fear hawakukuwa wakubwa. Bwana sifiwe. Kuna watu hapa wangekuwa wamefungua biashara na imeshika ground, lakini waliogopa. Bwana sifiwe. Kuna watu hapa waliogopa kwenda kuuliza kazi. Mimi napendezwa na Regina. Regina ni teacher by profession, na kuna kitu huwa anafanya wakati sasa anataka kubadilisha kazi, utaniwia radhi nikikutumia, huwa anachukua nafasi, anaenda kwa shule ambazo anajua, anauliza, na kila wakati akipata, si hata hii tamu umefanya hivyo, akaniambia nilienda na nimechukuliwa na salary itakuwa hii na iko sawa, nikitafuta ingine. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hiyo sasa ndio confidence in the mighty name of the Lord. Naomba hata wewe uchukue hatua in the mighty name of the Lord. There are steps you are supposed to take in the name of the Lord. Na kwa hivyo usikubali fear ikiweke into body. The strongest fear people have is the fear of death. We have power over the devil. We have power over the enemy, over fear, power to overcome temptation and every evil thing. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri ukaweze kuelewa mambo hayo katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo fear is a spirit from the enemy that paralyzes faith. Ni vizuri ukaweze kuelewa ya kwamba fear ni roho kutoka kwa adui. Kwa nini tunaniita roho? Adui huwa anafanya kitu ambayo inafanana kile Mungu anafanyaga. Nini? Anajua Mungu amesema atatupatia roho na yeye roho wake ni wa fear na confusion. Bwana asifiwe. Ndio nimeibatiza the spirit of fear. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anatakaga roho ya Mungu iondoke, ambaye ni spirit of, roho wa Mungu tumeona ni spirit of for God did not give us the spirit of timidity or cowardice or fear, but he has given us a spirit of power, love and sound mind. Kwa hivyo roho wa Mungu ni wa love, power and sound mind. Unakuwa sober. Lakini roho wa shetani ni spirit of anxiety, spirit of fear, spirit confusion, spirit of intimidation, spirit of kujihurumia. Kunaitwa namna gani na Kizungu? Amos. Sio pity. Kila wakati unajihurumia. Unaona kama wale wafupi, hata kama ningeongezwa ijibili ningekuwa sawa. Yani unafikiria mambo, na ndio Yesu aliangalia wanafunzi wake akawaambia msiogope, maana hamuna uwezo watu wa kujiongezea kitu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo fear is a spirit from the enemy that paralyzes faith. God's spirit enables a believer to rise above trials and overcome obstacles. The spirit of God, the spirit ambayo Mungu huwa anatupatia kama waumini, huwa inatusaidia kushinda majaribu na kushinda mitihani na vizuizi vyote ambavyo tunaweza kutana nazo katika maisha. Fear brings insecurity and torment. Yani fear inaletaga insecurity. Insecurity ni kumaanisha namna gani? Hata unaogopa kwenda na gari. Amen. Unaogopa, unajikuta kwa stage, unaangalia gari inakuja, unasema nitaenda na ile ya stima. Unasema na ya stima inaweza, hiyo stima inaweza lipuka nikiwa ndani. Unasema utaenda na ile manyu. Unaiangalia, unasema vile inatoa moshi inaweza kuwa na tatizo, inaweza kataa breki kwa mteremko. Yani ni fear. May God help us in Jesus name. That how the enemy works. Kwa hivyo lazima ufanye kazi, lazima uombe, ukatae fear in your life in Jesus name. Na wakati mwingi mtu huogopa kwa sababu ya vile watu wanasema. Na mimi nataka niseme hivi, you are not what people says you are. Sema amen. People will not define you, God will in Jesus name. Bwana asifiwe. Manake sometimes we fear what people are saying.
Amen. Na ndio Paulo, nitafutie hiyo pass mwelekezi. Ndio Paulo alisema ya kwamba when we came to you, we did not came with enticing word, and we did not need any recommendation from men. Amen. Hatukutaka recommendation kutoka kwa mtu yeyote, na hatukukuja na maneno ya kuwasudhi. Bwana asifiwe. Hiyo ni maneno ya mtu ambaye ako na authority katika jina la Bwana. Yaani hawakutaka watu waseme wanahubiri vizuri, walijua wanahubiri vizuri katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Nisalimie hivi katika jina la Bwana. Kwa hivyo hata wale mnafanya kazi kwa madhabahu, hapana ngojea pasa akwambie uliongoza ibada vizuri. Kwa nini unajishuku? Kwani umefanya dhambi? Kwa nini kitu inakwambia huo kuongoza vizuri? Pigia huyo mshirika makofi ameingia. I think today we have some new members. Nipatie hiyo fast tafadhali katika jina la Bwana. God's Spirit enables a believer to rise above trials and overcome obstacles. Fear brings insecurity and torment. Fear is a tool from the enemy, aim of stealing, killing and destroying peace. Bwana sifiwe. Fear is a tool of the enemy. Amen. Ya kwamba uoga ni silaha ya nani? Ya kuiba na kuua na kuharibu. Matthew chapter 10 and verse 10. The Bible says the thief does not come to the fail coming to steal, to kill and to destroy. Lakini Biblia inasema, Yesu alisema, but I came so that you may have life and have it in abundance. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo wakati uoga imekuja, it robs your joy. Hebu nisalimieni katika jina la Bwana. Yani when you are invaded by fear, it is still your joy. Unakuta ulikuwa na furaha huna, ulikuwa mchangamfu ukitumikia Mungu.